Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena. Hii ni Kikaoni, tuko hapa kwa ajili ya kukuletea mambo kadha wa kadha. Hivi leo tunaendeleza gurudumu letu katika nyanja za siasa, na kwa heshima ya pekee kabisa nimemleta hapa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe, Josiah Luoga, katibu wa itikadi, siasa na uenezi. Ikumbukwe niliwahi kufanya naye mazungumzo hapo nyuma kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu kufanyika, na nilimwahidi nitamwalika tena kwa mara nyingine baada ya uchaguzi kufanyika. Hatimaye hivi leo tumekutana. Tunao mengi ya kujadili, na karibu sana kuanzia hivi sasa tuweze kuanza mjadala wetu rasmi. Mwenezi, karibu sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Hongereni kwa zoezi la uchaguzi na hongera kuvuka mwaka. Tunamshukuru Mungu. Hongereni pia. Okay. Kwa kuendelea kuhabarisha Watanzania. Nashukuru sana. Ndio. Umekuwa ni wakati wa namna gani tangu tulipoachana wakati ule mpaka hivi sasa leo tunakutana tena? Umekuwa ni wakati mzuri sana. Na kwa kweli tumeachana kipindi kile tunaenda kwenye uchaguzi. Naam. Nilikuambia kwamba tunakwenda kushinda kwenye kata 107 za mkoa wa Njombe. Na zote mmeshinda. Na zote kwetu tumeshinda. Okay. Na majimbo ya uchaguzi yote 6 yote tumeshinda. Kwa hiyo kwetu kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe tumepata ushindi, na sasa tunaendelea kutekeleza wajibu wetu tuliowaahidi wananchi. Okay. Kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Katibu wa itikadi, siasa na uenezi mkoa wa Njombe, Josiah Luoga, niko naye hapa Kikaoni. Tutaanza rasmi sasa mjadala wetu. Sehemu ya kwanza mazungumzo, natamani tuanze kwa kuangalia tathmini ya zoezi zima la uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 kwa mkoa wa Njombe. Mambo yamekwendaje? Tunataka kusikia kauli ya chama sasa. Kwa mkoa wa Njombe, tathmini ya uchaguzi kwa ujumla wake, sisi kwanza tuwashukuru wananchi wa mkoa wa Njombe. Toka wakati wa zoezi la kampeni, wakati Chama cha Mapinduzi wagombea wa ngazi tofauti tofauti wanapita kwa wananchi, tumeshuhudia madiwani wakipita kwa wananchi kuomba ridhaa yao na kutangaza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Rais amekuja hapa, makamu wa rais amekuja hapa. Kwa kweli tunawashukuru wananchi wa Njombe, wamekuwa na mwitikio mkubwa sana kwenye mikutano yetu ya ndani na nje, na wametulipa fadhila kubwa sana kwa kutupatia kura za kishindo kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 ya mwezi wa 10. Na kwa kweli kazi tulionayo, tuna deni la kuwalipa wananchi. Okay. Tumeshinda kwa asilimia zaidi ya 98 kwa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tuna deni la kuwalipa wananchi maendeleo kwa vile tulivyoahidi kwenye kampeni zetu za uchaguzi. Sawa. Ndio. Baada ya kampeni zile kuisha, uchaguzi ukafanyika na mmeshinda kwa zaidi ya asilimia 90 na kama ulivyosema. Ndio. CCM imeibuka mshindi kwa kiasi kikubwa. Ndio. Ushindi huu unatokana na ridhaa ya wananchi ama ni udhaifu wa vyama mbadala? Ni kimsingi mimi ninachokielewa, vyama zaidi ya 17 vilishiriki uchaguzi wa rais. Vyama 18 vilishiriki uchaguzi wa bunge na madiwani. Kwa hiyo ushindi wa CCM nafikiri ni madhubuti wa sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini unafahamu kazi zilizofanywa na Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 na toka tupate uhuru kwenye nchi yetu. Kwa kimsingi ni ridhaa ya wananchi, wameridhishwa na sera za Chama cha Mapinduzi, lakini namna ya utendaji wa kazi wa viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kwa kiasi kidogo sana ni udhaifu wa vyama vya upinzani, kwa sababu unakwenda kuona kwenye maeneo mengine hatukupata vyama vya upinzani vimegombea. Mathalan kwenye nafasi ya udiwani, nafasi ya ubunge. Sasa unasemaje? Maana yake wananchi wamekielewa sana, hata upinzani wakija hawaoni cha kuzungumza ambacho inaweza kikawabeba kwenda kwenye uchaguzi na kushinda. Nukuu yako inasema ni sera za Chama cha Mapinduzi ndio ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa. Lakini wapo wananchi ambao wanadai kuwa CCM hushinda kwa sababu ya mfumo na sio sera. Ni mtazamo wao, lakini mimi nipo ndani ya chama. Ninaona kazi tunayoifanya kama viongozi wa chama kuhakikisha tunawaeleza wananchi sera za chama chetu. Na tunaona mambo tunayoyatenda kwa wananchi. Mathalan kwenye elimu, sera za elimu, sera ya afya, sera ya mazingira, madini na vitu vingine vingi. CCM tumejipanga, hata ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inazungumza wazi kwa miaka 5 tunakwenda kufanya nini. Wewe mwenyewe ni shahidi. Katika kuelekea uchaguzi mkuu, uliona chama gani cha siasa ambacho kiliweka wazi ilani yake ya uchaguzi ambao ni mkataba wa wananchi na viongozi wanaochaguliwa? Hatukuona. Kwa kweli mimi binafsi kama mwenezi na kama mwananchi na kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nilitamani kuona ilani za vyama vingine, lakini sikufanikiwa kuziona. Na hata sasa nikisema niletee ilani ya ACT Wazalendo niletee.
au niletee ilani. Ndio vyama pinzani tulivyo navyo kwenye nchi yetu, ambavyo ni mkataba wa wananchi na wanaotarajia kupata nafasi za uongozi kwenye nchi yetu. Sawa sawa. Kama Chama cha Mapinduzi ni chama cha wananchi kama ambavyo umesema, kwa nini bado kumekuwa na malalamiko kwenye kila chaguzi ambazo zinafanyika? Nini sababu za hayo malalamiko? Ni sehemu tu, kwa sababu nikwambia kitu kimoja. Ukweli ni kwamba hata kwenye familia yako utafanya kazi ya kusomesha watoto, kuwanunulia nguo, kuwapatia chakula na malazi mazuri. Lakini ukikosa siku moja fedha ya kununua mkate wa chai asubuhi, wanaweza kukupigia kelele kiasi kwamba wewe mzazi hufai. Lakini ukweli ni kwamba umeyatimiza mambo mengi kwao, lakini tu kwa sababu ya njaa walionao wakati ule, wanaweza kusema hawa ni watu wachache wanaopotosha sana watu. Kwa kimsingi CCM tunajitanabaisha wazi. Tunazo kazi tunazozifanya. Hata ukiangalia umadhubuti wa serikali yetu, viongozi tunaowapa kazi ya kusimamia majukumu ya kutekeleza kwa wananchi wanafanya kazi. Sawa sawa. Ndio, hata wabunge, unaona mbunge kwa dhati yake anawasemea wananchi. Hasemei yeye, anawasemea wananchi. Diwani anawasemea wananchi. Kwa kila mmoja anapambana kwenye nafasi yake kuhakikisha sasa anaenda kutekeleza mahitaji ya wananchi. Sawa sawa. Kwa kauli yako kama nimekuelewa ni kwamba unakiri kwamba Chama cha Mapinduzi pia yapo mapungufu ambayo wakati mwingine yanakuwepo. Sawa sawa. Kama ndivyo, CCM iko tayari kukiri mapungufu ambayo yamejitokeza katika uchaguzi mkuu uliopita? Hapana. Mimi si msemaji wa serikali, msemaji wa chama taifa. Na siwezi kukiri mapungufu. Mimi tunazungumzia Njombe. Mathalan Njombe. Naam, Njombe sisi kwa kweli tumeendesha zoezi la uchaguzi kwa amani na utulivu mkubwa. Isipokuwa eneo moja dogo la Makambako, ambako wale watu ambao walitaraji kufanya vurugu pale walifanya vurugu kiasi. Lakini kwa maeneo mengine yote wananchi walienda, walipiga kura, wakarudi majumbani kwao na washindi walitangazwa wameshinda. Ni Josiah Luoga, katibu wa itikadi, siasa na uenezi. Tuko naye hapa tunazungumza mambo mawili matatu kuhusiana na mambo kadhaa, mathalan baada ya zoezi la uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 kukamilika. Tuko hapa na sasa tunaenda sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, na hapa tutaangazia hasa demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Njombe.